Mpaka sasa hivi sina sehemu ya kulala wala mahali pa kuishi tena. Na nimeharibikiwa sana, sina hata mwiko ndani, sina nilichokomboa zaidi kwa sababu nilikuwa na mtoto mdogo. Ndio nilikuwa kufanikiwa kumwokoa ndani ya nyumba. Na maji yamenikuta mimi niko najaribu kuokoa nipate hata kidogo unga, lakini sijafanikiwa kuokoa chochote. Godoro mpaka vyombo vyote vimo ndani. Na mpaka sasa sielewi kitu chochote cha kusema kwamba nitakula nipate kwa msaada wa nitakavyofanikiwa siku ya leo. Kwa sasa hivi sina eneo la kulala kwa sababu tayari eneo ambalo nilikuwa nategemea kuishi ndio limejaa maji. Kama kuna uwezekano wa msaada wowote inaweza kawezekana, kusaidiane kwa ajili ya kupumzika kwa sababu hivi jua limezama. Uharibifu unaoona huu wa maji na nini umetuasili sana. Kwa sababu hapa ni shughuli zetu, tunaposhinda tunabangua karanga, tuna store za karanga, lakini zote tumezamisha. Karanga zetu zimezama ndani ya mashine na hatujui kwamba msaada tutatoa wapi. Ila masikitiko yangu mimi ni pale ambapo tunakuwa tunapata mafuriko, alafu serikali inatuahidi kwamba itakuja kutufanyia miundombinu na tunapoondoka hapa miundombinu ile haitekelezwi. Nimepata hasara ya mota 2 za mashine na kila mota inauzwa 650,000. Ina maana hapo nina hasara 1,300,000. Kwanza mashine zangu zimezama 2, lakini kuna gunia kama 10 za karanga ambazo zimezama kwenye maji haya mnayoyaona hapa. Tumeshindwa jinsi ya uokozi, lakini bado tuna mifugo hapa. Tuna mifugo hapa kama kuku, nazo zimeathirika, zimezama. Karanga zangu nyingi sana zimeenda. Sosi sio daraja lililoko barabarani. Sosi kubwa iko relini. Utaratibu wa reli ulitakiwa ututanulie mlango wa kupitishia maji hayo. Haya maji yanayopita hapa yameelekezwa kutoka mjini, maji ni mengi mno. Lakini chanzo cha maafa haya ni miundombinu. Miundombinu ni mbovu, hususan ni mitaro. Mitaro ni midogo, makazi ya watu yameongezeka. Mitaro ni ile ya zamani, maji yote ya mjini yameelekezwa huku. Na maji yanapopita kwenye daraja ambalo liko kwenye reli linakuwa ni dogo kuliko maji yanayokuja. Kwa hiyo tunaiomba serikali ifike mahali hapa ifanye tathmini, iangalie daraja hilo liweze kupanuliwa, kuongezea hata ili maji yanaenda kwa wepesi. Hayo matundu yalikuwepo enzi za mkoloni, kwa sasa wakazi wameshaongezeka, maji mengi yanarundikana kwenye maeneo ya reli hapa. So, la nyongeza la mwisho ninaomba tutanuliwe hilo pande huo tu, sina lingine. Lakini tunaiomba serikali kwa yote yaliyotokea hapa, maana hii sio mara ya kwanza sasa. Tunaomba serikali ifanye jitihada, kama iliweza kumwaga pale relini mawe na mambo mengine tukaidiwa miezi 3 atatengeneza. Basi tungeomba serikali sasa kupitia ile hasara tuliyopata leo iweze kututolea tatizo hili. Tulikuwa tunaiomba serikali iweze kutanua milango ya kupitishia maji upande wa railway. Maana upande wa railway kuna mlango mmoja tu wa kupitisha maji. Kwa hiyo nilichokuwa naomba serikali iweze kutusaidia kwa kweli, kutuongezea daraja pale relini. Kwa sababu hili daraja lililoko huku barabarani halisaidii kitu kwa kweli. Kaya zilizoathirika hapa Mji Mwema ni kaya 20. Kwa maana ya nyumba 5 zimezama kabisa ndani ya maji. Yaani hizi nyumba sijui kama watu watarudi mle ndani tena, na kama mnavyoziona. Lakini kwa kule kwenye mashine za karanga, wafanyabiashara 5 ambao wamepoteza vifaa vyao vya maana kabisa. Mota, walikuwa na wafanyabiashara 5 ambao wana mota zao zimefia mle tayari, na walichukua mikopo benki. Naomba sana serikali sasa iangalie kwa jicho jingine. Hawana chochote, wamejihifadhi kanisani hapa kwa baba mchungaji, lakini wengine wamejihifadhi kwenye lile pale jumba, lakini ni bovu. Mpaka saizi waliojihifadhi mle wako kama 8, wako zaidi ya 8. Tunataka tukawahamishe pale, tuwapeleke shule ya msingi Azimio.